Leo tunajifunza kichwa cha somo kinachosema mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Mapenzi ya Bwana katika maisha yako. Hem tufungue kwa maandiko kutoka katika kitabu cha Waefeso mlango ule wa 5. Mkristo ukisikia mstari wa Biblia unakutaka kufanya kitu. Huko ndiko kuyaishi maisha ya kimungu. Ukikwambia kitu fulani usiseme tu kama amemwambia mwingine, jua amekwambia wewe, amekwambia na mimi. Ametuambia wewe. Ukisikia huo mstari anamwambia fanya hivyo, basi ufanye. Huo ndio Kristo. Kristo sio kuvaa mavazi mazuri. Ukristo sio kwenda kuimba mkarukaruka sana au mkawa na ibada ndefu, mkavalia mavazi tofauti, mkafanya vitu vingi, mkadaiana michango, ule Ukristo ni hiyo ni vitu vya nje, ni administration. Lakini Ukristo, kina cha Ukristo ni kuyatenda mapenzi ya Mungu yaliyo katika neno lake. Sehemu nyingine anasema dini iliyo njema ni hii ya kwenda kuona wagonjwa na yatima na wajane, wale wajane kweli kweli, na kujikinga na dunia na mawaa yake. Lakini ngoja tuanze na mstari uliotufungulia somo. Biblia inasema katika kitabu cha Efeso mlango wa 5 mstari ule wa 17. Efeso 5:17 nasema hivi. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Anatumia neno Bwana. Anatumia sana neno Mungu. Amesikia maneno. Anasema mstari kama huu unachotoa tuambia ni kwamba kuna uwezekano wa mtu kuwa mjinga akawa hajui mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Lakini kwa jinsi hii anasema kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali kinyume cha kuwa mjinga ni kuwa na ufahamu. Mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Hapo hajamalizia, angesema anamalizia kusema katika maisha yenu. Kwa wewe kuwepo hapa duniani. Leo tunaanza mtiririko wa masomo ni kusha ndani matatu. Nadhani atakuwa matatu. Ambao tunaangalia mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Ni somo muhimu sana. Wakati mwingine ni somo muhimu kuliko hata ile tu kushalisoma la hukumu. Kwa nini? Kwa sababu tukishajua ni nini tunafanya, hata kwenye lugha ya kawaida ya mtaani kuna neno linasema information is power. Ukishajua kitu na nguvu unakuwa na uwezo wa kukicontrol na kukifanyia na kufanikisha. Lakini unapokuwa mjinga wa kitu hujui. Ngoja nikwambie, leo Wakristo ni wajinga wa mapenzi ya Mungu katika maisha yao. Leo tunaanza mtiririko wa masomo matatu. Leo tutaona kwa ujumla mwanadamu. Tunapozaliwa, unapokuwa kijana, sitafatisha ule ukuaji. Lakini maisha tu ya mwanadamu ni nini Mungu anataka yule mtu ni namna gani aenene, ni nini anataka katika maisha. Lakini wiki ijayo neema kufunika ya Mungu tutaona mapenzi ya Mungu katika maisha ya jinsia ya mwanaume. So kama wanadamu wote Mungu angekuwa anataka wawe wale wafanye vile angewaomba aina moja. Lakini akasema ngoja niumbe ya kwanza, akaimaliza akaona ngoja niongeze na ya pili, na lengo lake ni hili. Kuna mapenzi ya Mungu katika maisha ya wanadamu katika jumla, bila kuangalia ni mwanamke ni mwanaume. Kuna mapenzi ya Mungu katika maisha ya mwanaume, kuna mapenzi ya Mungu katika maisha ya mwanamke. Nadhani hilo ni somo dogo katika maisha ya Mkristo. Ni somo kubwa sana. By the way, nitangulie pia kusema kwamba ningekuwa nalifundisha hili somo, nalihubiri hili somo katika macho ya dunia, katika muktadha wa dunia, katika context ya dunia, ningekuwa naongelea mambo ya hapa duniani. Watu wakisikia somo kama hili watalisikiliza dakika 1.5 au 2, wakishaona halielekei kwenye vile vitu wanavyotaka vya kidunia wanaliacha. I don't care vile I don't care. I cannot.
Mapenzi ya Mungu nitangulia kusema sio mambo makubwa sana labda uyafanikishe dunia kwamba nimemleta huyu mtu nataka hapa Tanzania mapenzi yangu kuwa kuna mabilionea 200 matrilionea 200 mabilionea 1500 mamilionea 200,000 na 1,100 siji yote. Hapana, hiyo sio hesabu ya Mungu. Hayo ni nyongeza. Sema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake yote na mengine yote mtapewa kama nyongeza. Taongezewa. Kwa hiyo kitu ambacho ni nyongeza ambacho wanadamu na Wakristo wanataka ndio tukifanye cha kwanza, tukienda hivyo tutakuwa tumekosea. Nani uko pamoja na mimi? Nyongeza ni nyongeza. Hivi mtu akikuuzia asipokupa nyongeza utagombana naye? Hapana. Hem tuangalie kitu ambacho sio nyongeza, ni cha msingi. Ni cha msingi. Ni cha kuanzia kabisa. Kwa hiyo tumeona mstari wa utangulizi. Anakuambia msiwe wajinga bali mwe na ufahamu, mweze kuyatambua ni nini mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Ni somo la msingi. Ni somo la msingi. Katika kutangulia tu kujaribu kupanua somo au haya masomo matatu mfululizo ambayo leo tunaanza somo la kwanza. Tufungue kutoka tulikuwa kwenye Efeso, tuende katika kitabu cha Luka. Mungu anatutegemea tujue mapenzi yake. Yaani ni mategemeo ya Mungu. Mungu sio dhalimu. Bwana sio dhalimu. Hawezi akategemea ujue kitu lakini akawa amekificha kwa hapana. Mungu sio dhalimu kiasi. Mungu akitaka mapenzi yake kwenye maisha yangu na maisha yako atatuwekea mazingira tuweze kupata yale mapenzi yake kwa sababu anatupenda. Mtuone katika kitabu cha Luka mlango ule wa Luka 12. Luka 12 anasema tuanze mstari ule wa 41. Tunaweza kwenda haraka lakini hapana huko ni nyuma sana. Tuanze mstari ule wa 47 anasema hivi. Mstari wa 47. Na mtuma yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake atapigwa sana. Kristo akisikia mistari kama hiyo haraka anasema yule mhubiri mbaya kweli anamchukia. Kweli utakuwa umeionea. Kukusomea mimi vitu vimeandikwa na Mungu. Na nimekosea kweli? Utampenda yule ambaye anakuja anakudai hela anakudanganya mnaondoka anakuambia nimekubariki na gari kumbe upati na gari au hata kama kuna gari akakubariki gari la kishetani. Kuna mmoja alipewaga gari huko Arusha. Nasikia kaka nalo tena nafikiri kwa Benz if I'm not mistaken. Alikaa muda mfupi akalichoma moto. Mnataka baraka za namna hiyo? Kwa maana Mungu anakuambia ukweli. Mstari ule wa 47 na mtuma yule wewe mwambie mtu yote aliyezaliwa katika ulimwengu ni mtumwa wa Kristo, ni mtumwa wa Baba. Akubali asikubali. Definitely unaweza kaamua umekataa, maana yake umekuwa kama mpinzani mkaidi, lakini ngoja mwambie thawabu ya ukaidi sio nzuri. Sura 46 wanasema mtuma yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake atapigwa sana. Sisi tumeokolewa. Alafu kwa hiyo kwa vile tumeokolewa basi hakuna mapigo yapo. Kwa nini? Ni mapigo ya mwilini haya. Kwa nini? Kwa sababu anayeongelewa ni mtumwa. Mtumwa ni jamii ya lugha moja ni hiyo mitume, mtumishi. Haya maneno unasikia mtu anakuambia mtumishi njoo huku. Hiyo maana yake ndio mtumwa. Sio kundi jingine ni hilo ile. Ni watu wa Kristo wenyewe, ni wa Kristo. Wanaopigwa kwa kutokujua mapenzi, kwa kujua mapenzi na kuyachezea.
Nani amesikia maneno? Haya, naomba nihukumiwe. Najua labda hamtanihukumu. Nihukumu kwa niaba ya dunia. Nimehubiri maneno mabaya. Lazima kwanza kitu cha kwanza tujustify. Tujustify kwa nini tunajifunza. Mstari wa 48. Na yule asiyejua naye amefanya yastahilio mapigo atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi kwake huyo vingi vitadaiwa. Vitatakiwa. Naye wale kwa amana ya vitu vingi vitadaiwa vitu vingi vile. Anasema hivi. Kuna kundi la pili hapa la mtu ambaye hajui mapenzi ya Bwana. Yaani alikuwa tu hajui chochote mambo lakini hakuenenda na sambamba na alichotakiwa kufanya. Japo alikuwa hakijui. Hivi akitokea mtu ametoka nchi kama ya Rwanda au Burundi wanaendesha upande wa pili wa barabara. Sisi tunaendesha kushoto wanaendesha kulia. Ni kama Marekani wao. Akafika Tanzania akaanza kuendesha upande wa pili magari yanakotokea. Trafiki watamwacha vipi bwana mimi sijui bwana. Sawa pole endelea tu. Inawezekana. Watampiga faini ndogo watagundua wewe ni nani? Hem tupe kitambulisho. Wataona na kitambulisho tofauti. Sasa umeshafanya kosa watampiga kafaini lakini sio kama Mswahili. Mswahili atapigwa sana anajua yote yako katika kuyajua mapenzi ya Bwana. Wewe mwambie kundi kubwa la Wakristo. Kundi kubwa la Wakristo. Kubwa kabisa sijui asilimia ngapi. Ila kubaliana mimi kwamba ni kubwa. Hali yajui mapenzi ya Bwana na wamechagua kutokujua. Hilo kundi nalo linaangukia kwenye kundi la kwanza la ambaye aliyajua lakini asifanye nini? Asiyatende. Yule siji kama naeleweka kiasi fulani au nimechanganya lugha kidogo. Kuna watu wawili hapa. Kuna Bwana, ni Kristo, ni Mungu Baba. Ni mamlaka ya Baba mbinguni. Kuna sisi wanadamu aliotuumba. Kuna wale wanaojua ilivyostahili. Lakini wasitende, wanapigwa sana. Na kama wamekataa mapenzi ya Mungu utakuja kuona penzi la kwanza la Mungu kabisa ni watu wote waokolewe. Yule ambaye alitakiwa ajue kuokolewa, alafu hakuokolewa lakini anajua, anatupwa katika jehanamu ya moto. Kama hili neno lisikuudhi sana. Ndio kweli. Na linakupa uhakika, linakutoa katika mashaka na tashwishi. Alafu kuna na kundi jingine la watu wasiojua lakini wanafanya makosa. Unasema na hivi usipojua kitu unakifanya sahihi au unakikosea. Usipojua kitu unakikosea lakini wanapigwa kidogo. Sasa ngoja niwaambie kundi kubwa la watu wasiojua kitu sio kwa sababu hawakujua, walitaka wasijue. Biblia King James inasema they are willingly ignorant. Yaani wamechagua kutokujua. Niambie ni Wakristo wangapi Tanzania wasio na Biblia, wasiojua kwamba wana application ya benki, wana application sije ya Wizara ya Ardhi, app hizo kwenye simu. Hana app ya Biblia. Unaweza kuniambia kwamba hajui kwamba kuna app ya Biblia na iko kwa lugha ya Kiswahili cha kwake? Sasa kama hajui mapenzi ya Mungu wakati Biblia ilikuwa kwenye simu yake, utasema ngoja tumpige kidogo kwa sababu alikuwa hajui. Alichagua kutokujua. Biblia inasema they are willingly ignorant. Hawa wanaingia kwenye kundi la watu waliojua wasitende. Leo tunaangalia kichwa cha somo kinachosema kuyajua mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Kuyajua mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 6, tuko tunaenda kupanua somo. Mathayo 6. Wanapendelea kurejelea Mathayo kwa sababu inaeleweka sana. Lakini tulihubiri mara mbili, ni milango 28. Na mara ya pili nafikiri tulikaa mle kwa muda wa wiki kama 66. Au 68. Tulikaa sana. Si hata tulimalizaje. Ini tulikaa muda mrefu kweli.
Mimi nasema na sikumbuki kitu kama hicho, ni kitu kama hicho. Mimi nasema katika kitabu kile cha Mathayo 6:33 anasema hivi. Mathayo 6:33. Anasema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Bado niko naendelea kuongezea hoja kwamba mapenzi ya Mungu sio katika vitu vya duniani kama kitu kikubwa. Leo hii watu wakisikia neno mapenzi ya Mungu wakasikia hiyo title ya hilo somo anataka kusikia hivi mimi labda niko nafanya kazi ya kilimo lakini mapenzi ya Mungu ilikuwa niwe rubani. Yaani anataka kuona unaweza kumsaidiaje kutoka kuwa mkulima kuwa rubani. Mfano. Sio lengo la Biblia by the way. Je, kuna ubaya wa kufanya mapenzi ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku ya kazi za kila siku? Haina ubaya, lakini sio cha kwanza. Tafuteni kwanza mambo ya mbinguni, ufalme wa mbinguni, mapenzi ya mbinguni. Na hayo mengine mtaongezewa. Nasema katika kitabu cha Wakorinto sitafungua huko, Wakorinto wa pili tulisoma tulikuwa huko wiki chache zilizopita. Wakorinto wa pili mlango wa 4 mstari wa 14 anasema tusiviangalie vile vinavyoonekana bali vile visivyoonekana. Kwa maana vile vinavyoonekana ni vya muda tu. Bali vile visivyoonekana ni vya milele. Mungu anataka mapenzi yake katika maisha yetu kwa vitu vinavyo last forever, vinavyodumu hata uzima wa milele. Kwa hiyo atakuwa hajawekeza sana katika hivi vinavyoonekana. Fani uliosomea hivi mapenzi ya Mungu au mapenzi ya Mungu kwa sura hii na urefu huu nilitakiwa niolewe na mzungu naendelea kupoteza muda hapa Afrika. Maneno kama hayo. Sio hicho. Sio hicho. Sio hicho. Mimi nasema katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 7 mpaka wa 8 Paulo anasema niliyahesabu mambo yote kwa ajili ya uzuri wa Kristo, kwa ajili ya wito wa Kristo kuwa bure kwangu, nikahesabu kuwa kama mavi katika maisha yangu. Kama angekuwa anaongelea mapenzi ya Mungu katika maisha ya Paulo alitakiwa aendelee na kazi zake za kwanza. Alikuwa msomi, alikuwa ni mtu ambaye ni successful. Yaani alikuwa mtu mkubwa, lakini akajikuta amebadilishiwa mwelekeo. Aanza kutembea kwa miguu, tutakuja kusoma humo sio muda mrefu na maana kitufunika labda wakati wa miezi ya 7 huko tutakuwa huko tunaangalia ushuhuda wake, mazingira aliyopitia. Anasema ninaishi katika hatari za mjini, hatari za polini, hatari za ndugu wa uongo, hatari za taifa langu. Anasema kutwa niko vilindini nikavujikiwa na meli. Mambo mengi akanipata makubwa, lakini anasema haya yote alikuwa na mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Kama alihesabu bure yale mambo yote aliyokuwa ameyafanikisha. By the way, kwanza alikuwa Mrumi. Amezaliwa Myahudi lakini alikuwa mzaliwa wa Rumi pia. Alikuwa na uraia pacha. Hoja ya kwanza kabisa Biblia inasema mapenzi ya kwanza ya Mungu bila kujalisha wewe ni mwanamke, bila kujalisha wewe ni mwanaume, ya wote kata cross yote kabisa. Mapenzi ya kwanza ya Mungu ni watu wote waokolewe. Yaani uwe umeokolewa. Uwe umehesabiwa haki ya Yesu Kristo kwa njia ya imani. Sio mapenzi ya Mungu uwe katika dini sio mkiri Kristo. Ni mapenzi ya mwanadamu lakini sio mapenzi ya Mungu. Sehemu nyingine anasema twende katika kitabu cha Petro wa kwanza. Nimesema Petro twende wa pili, wa kwanza twende wa pili. Petro wa pili mlango wa mwisho ule, mlango wa 3. Petro wa pili mlango wa 3. Ule mstari wa 8 anasema hivi.
Tusome mstari wa 9. Wa 8 tusome wa 9 anasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikirie toba. Lugha yake ni wafikirie wokovu. Hapa hajatumia neno kupenda, ametumia kinyume cha asichokipenda. Kitu usichokipenda sana ndicho unachokipenda. Kitu usichokipenda kinyume chake ni kitu unachokipenda. Yes or no? Yes, kinyume cha kitu usichokipenda ni kitu unachokipenda. Katika hali ya kawaida. Anasema Bwana katika kuchelewa kwake, kufanya mambo yake na nini, tunamwona kama vile hachukui hatua dhambi. Anasema lengo ni ili kusudi watu waweze kupata muda wa kuifikiria toba. Kwa maana hapendi watu wapotee. Ni mapenzi ya Mungu watu wote wapone, waokolewe, wafikie toba. Unaweza kusema kama vile twende mbele tuongeze kidogo nguvu. Twende katika Yohana. Na naelewa hili somo ninalolifundisha. Hili somo nilikaa moyoni mwangu kwa muda mrefu kidogo. Nafikiri niwahi kulifundisha kipindi fulani nahisi sikumbuki, lakini sikumbuki kama kumbukumbu imeisha. Jinsi nilivyokuwa nalifikiria muda mrefu nadhani inaweza ikawa nishaligusa. Lakini tulisome kwa undani zaidi leo. Yohana 6:40. Yohana 6:40. Anasema hivi, Yohana 6:40 anasema. Kwa kuwa mapenzi ya Baba yangu ni haya. Mungu anapenda nini? Ni vizuri kujua mapenzi ya Mungu. Mungu kinachompendeza ni nini? Ili somo linakuhusu wewe. Unahisi linaugusa moyo wako? Lazima liuguse kwa sababu Yesu anaanza kuambia jamani mimi nimetoka mbinguni nimekuja na ujumbe ngoja niwaambie anachokipenda Baba yangu. Anakisema. Anasema hivi, kwa kuwa mapenzi ya Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Tuanzie 39 actually. Alikuwa ameanza kujisema. Anasema, na mapenzi yake aliyenituma ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Ni mapenzi ya Baba. Hapa ametumia neno mapenzi mara hizi mbili kwenye mstari wa 39 mstari wa 40. Kwamba watu wote waweze kufufuliwa na Kristo. Wewe ngombe, Kristo atawafufua watu ambao hawakumwamini kweli? Aende kwa wale Wahindu ambao walikuwa wanaabudu ng'ombe na watu wengine wanaoabudu mwezi na jua na nini, aseme nimekuja kuwafufueni? Hapana kwa kweli. Na akafafanua kwenye mstari wa 40 akisema hivi, kwa kuwa mapenzi ya Baba yangu ni haya, kwamba kila mtazamaye. Yaani inatokana na mtu kuweza kumtazama, ni lugha tu, lakini kila apataye amjuae mwana ni na kumwamini. Yaani ni mapenzi ya Mungu watu wote wamwamini Yesu Kristo. Lakini leo utakana watu wanamwambia hizi ni imani tu. Hizi ni kila mtu sana imani yake bwana, mwingine ana imani ya babu zake, mwingine ana imani fulani, hivyo tu, hamna shida. Anasema ni kila yeyote. Hii mistari miwili tulioiona, Petro wa pili 3:9 na Yohana 6:40 na 6:39, hizi mbili mistari mizito sana. Hapo ndipo mapenzi ya Mungu yanapoanzia, watu wasipotee, watu waamini Yesu Kristo, watu waokolewe, watu wafufuliwe naye. Hayo ni mapenzi. Hivyo ndio hayo ni mambo ya mbinguni hayo. Sema tusiviangalie visivyo vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Tuviangalie vya mbinguni. Umechoka? Msikia mtu mmoja sema ndio. Haya.
Biblia inasema katika kitabu cha Yohana hiyo ambako tumo Yohana 3 mstari ule wa 16 mstari maarufu sana. Sema kwa maana Yohana 3:16 ni ule mstari unasema ni mstari maarufu kuliko wote kwenye Biblia yote kabisa. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hivi unaposema kupenda ulimwengu unaweza kusema huko hakuna neno mapenzi? Kwa sababu hoja ni moja, ni kupenda. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hebu niwaambie ni kitu gani, nisikilize vizuri. Kwa tunatumia akili kidogo au sana. Sio vibaya. Tutumie imani lakini tumia akili. Ni kitu gani ambacho Mungu aliamua akifanye ili kusudi ikiwezekana watu wote kiwaguse? Hivi ni mapenzi ya Mungu kwamba watu wote wamiliki na magari na ndege? Sijawahi kuiona. Lakini ndicho anachofundisha makanisani, wanataka kuyafanya na mapenzi makubwa wewe wame. Hii Yohana 3:16 inaongelea habari za wokovu kama mapenzi ya Mungu kwa dunia yote. Ni usome tena. Anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie. Kila amwamini. Wewe mtu kila mtu ana kitu cha kuchangia katika wokovu wake. Una kitu unachangia nini? Unachangia imani. Sio tendo. Kuchangia pesa. Wewe waambie leo hii neno la Mungu linasema msiwiwe kitu chochote na wanadamu ili isipokuwa upendo ambao msingi wake ni imani katika Kristo. Leo hii watu wengi ukienda kanisani wakuta wana madeni makubwa ya pesa. Hawadai upendo, hawadai wokovu, hawadai chochote, wanawadai pesa za kula tu. Ni nani ambaye niwahi kumdai pesa? Pamoja kukosea sana. Je, na wote na pesa pana napungukiwa sana. Ndio wakati mwingine nalala macho siwezi kumwambia. Lakini ninawadai wokovu. Ninawadai kuijua kweli. Kuyajua mapenzi ya Mungu. Nicho nilichotumwa. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango ule wa Rumi 10 ile mbele kidogo Rumi 10 anasema katika Warumi mlango wa 10 mstari wa kwanza anasema Rumi ndugu zangu nitakayo sana moyoni mwangu. Hivi kitu unachokitaka sana si ndio mapenzi yenyewe? Ni maneno tu unaweza kusema unapenda nini, unataka nini? Ni neno moja. Ni synonyms ni visawe. Paulo anasema akinena kwa niaba ya Kristo. Unajua sisi ni watenda kazi kwa niaba ya Kristo. Wiki ijayo tutasoma kwamba sisi ni mawakili, the ambassadors. Mawakili wa Yesu. Kila anachokitaka Yesu, anachokipenda Yesu, tumepewa jukumu la kwenda kukitekeleza kwa niaba yake. Anasema kama baba alivyonituma mimi nami nawatuma ninyi. Anasema si nimetumika kwa baba yangu na mimi nimewazaa na watuma ninyi. Anasema ndugu zangu nitakayo sana moyoni mwangu na sala yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Mtu yeyote, mhubiri yoyote, mtumwa wa Kristo yoyote, kitu kitakachomuumiza sio pesa za watu. Wewe waambie leo hii na kuhakikishia akianzisha mtu kanisa au ministry yake, mapenzi yake ya kwanza ni idadi kubwa ya watu na pesa nyingi ya kutosha kwenye lile kusanyiko. Ndio sio ndio kubwa kabisa. Lakini Paulo anasema hapana, mimi mapenzi yangu sio pesa zenu. Anasema kwanza sivitafuti vitu vyenu na zitafuta roho zenu. Hivi mtu akitafuta roho yako anakuwa anafaidi nayo nini? Kwa ajili tu ya Kristo.
Faida yake hiyo nayo ni nini? Ni zile thawabu na ijara tulizotoka kuzisoma. Lakini hazionekani leo. Hazionekani leo. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu, ni shauku. Ndugu zangu nitakayo sana moyoni mwangu na sala yangu na shauku yangu ni watu wote waokolewe. Na anaendelea mstari wa pili anasema kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Anasema kuna vitu wanavifanya kwa ajili ya Mungu lakini havina maarifa, hawajui chochote kuhusu Mungu wao. Wanatumikia jinsi isivyopendeza. Hivi unashawahi kuona mtu anafanyia kitu, anafikiri anafanyia kitu kizuri kumbe yuko anakuumiza. Mtu anaweza kukuletea hata zawadi 5 zote ukatamani uzifungie au uzigawe. Mungu wewe Mkristo, wewe mwanaume, hata wewe mwanamke. Jitahidi kuchagua zawadi nzuri, usije kuona muudhi mtu na zawadi zake. Mtu anamfanyia Kristo vitu kumbe unamuudhi tu. Kwa sababu si katika maarifa. Maarifa ya Mungu ni nini? Haya hapa. Tusonge mbele kidogo. Kwa hiyo tunaona kitu cha kwanza kabisa ni mapenzi ya Mungu watu wote waifikirie, toba watu wote wamjue Kristo, kila mtazamaye na kumwamini aweze kufufuliwa naye siku ya mwisho. Moja ya pili inasema mbali na kumwamini wamjue zaidi na kujua undani wa Mungu na mapenzi yake yote, sio kumwamini tu peke yake. Unajua wewe niwaambie kitu kimoja, tujifunze kuishi pamoja kama Mungu anavyoishi pamoja na mwana katika utatu, lakini vile vile kama anavyotufundisha. Unajua unaweza kuona mtu lakini hamjuani, hamna hobi zinazofanana, lakini lazima mtu anze na mtu na mtoto wake. Unakuta kidogo ni damu ile ile na sura wanafanana na lakini hawajuani vizuri. Aidha hawakukaa pamoja. Labda huyu alilelewa peke yake, huyu alimkimbia, vyote vile lakini ni mwanae. Itakuwa vizuri wanapokuwa wanajuana. Wanakula pamoja. Wanalala nyumba moja. Wana ratiba moja. Wanasali pamoja, wanamwabudu Kristo mmoja. Hao watu wako pamoja. Sasa nyingine nasema je, watu wawili wanawezaje kutembea pamoja kama hawajapatana pamoja? Hawatatembea pamoja. Kwa hiyo tunaona watu wamjue Mungu, wamjue na Kristo aliyemtuma. Wawe na ufa. Wa kumjua sio kujua kwamba kumbe kuna Mungu alafu kuna wajue mapenzi yake. Wayajue kwa undani. Tusome kutoka katika kitabu cha tuko kwenye Yohana mimi fulani tulisoma lakini turudi huko. Biblia ni yetu, kwa hiyo tuweze kuichakata. Yohana 17 mstari wa 3 anasema hivi. Yohana 17:3 tunaenda haraka kidogo, muda umeenda. Yohana 17:3 anasema na uzima wa milele ndio huu. Na hivi vitu vinahusiana na uzima wa milele. Na wokovu anasema hivi, na uzima wa milele ndio huu wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli peke yako. Ndivyo alichosema. Hapana, anamalizia anasema na Yesu Kristo uliyemtuma. Wewe kumbe ni dunia inawajua, inamjua Mungu Baba na Yesu Kristo, au Yesu Kristo wakati mwingine anamuita mwana haramu. Anamuita mwana haramu. Tena bora hao wanamuita mwana haramu. Kuna Wayahudi wale anasema ndugu taifa lake wanamtukana vibaya mno. Biblia inasema jina la Mungu linatukanwa kila siku katika mataifa kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo tunaona kwamba ni mapenzi ya Mungu ya Baba ambayo ina uhusiano pia na wokovu wetu. Ni kumjua Baba vizuri na mambo yake na kumjua Kristo aliyetumwa naye. Wewe kuuliza Kristo. Sitakwambia muulize rafiki jirani. Ukiingia kwenye kanisa, ukasikia mtu anakuhubiri na anakuambia mwambie jirani yako, ujue kimsingi uko sehemu hiyo ilipotoka. Kama unapakwenda uende. Kama huna basi kaa hapo hapo. Lakini kwa ufupi uko pabaya. Mwambie jirani yako
Ile ni kwamba tu anakuwa amekosa cha kuongea anapoteza muda. Kwa sababu sikishasema siku zote. Hivi una sababu gani ya ina maana unapomwambia jirani yako, na anakuwa anaongelea kwenye kipaza sauti. Hivi sauti yangu ni ndogo hamsikii? Ni maigizo tu. Labda usema uambie moyo wako. Utaeleweka kidogo. Nataka nimjue Yesu, nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Ule wimbo namba 92 haukutungwa kwa bahati mbaya. Kumjua Yesu Kristo na kumjua Baba na Yesu Kristo ni mapenzi ya Mungu. Anaendelea. Twende katika Korinto 1:31. Korinto 1 kumjua Mungu. Kujua neno lake. Ni mapenzi ya Mungu. Kumjua Mungu sio kusema kwamba namjua tu kaje. Kuna mtu anakuambia bwana mimi namjua Mungu, unamuuliza hivi vipi unaijua Yeremia? Vipi Ufunuo? Vipi unajua kitabu cha Ezra? Hapana. Vipi kuhusu kitabu cha Maombolezo? Sijui chochote. Niambie kitabu cha Habakuki. Sijui. Nahumu sifahamu. Kiko wapi sijui. Namjua Mungu. Haumjui, unajidanganya. Kumjua Mungu ni kujua neno lake. Ni kujua kweli yake. Ndio kweli. Mungu anatutaka sisi wahubiri tusisikize. Sio jamani unajua kumjua Mungu unaangalia jirani yako kisha muona jirani yako ndio umeshamjua Mungu na nini? Imeandikwa wapi? Alafu wakati huo yuko anakuwa ananawa na mikono kama anaiangalia hapana. Tunasema paza sauti, piga kelele. Mungu Yesu alikuwa anaongea kwa kupaza sauti, alikuwa hapazi sauti. Yesu alikuwa anaongea pole. Hapana. Ni kuonyesha kwamba Yesu alipaza sauti. Twende. Mimi nataka sihubiri kitu ambacho siwezi nikakithibitisha papo kwa papo. Yohana 7. Ngoja twende. Sije tukawa tuna nani? Yohana 7 anasema hivi. Mstari wa 37. Yesu alikuwa anapaza sauti, alikuwa hapazi sauti, anasema hivi. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, jamani Mungu awabariki ya amina. Hapana, hakusema hivyo. Alipaza sauti ili uzuri wote wasikie. Unajua kupaza sauti ni nini? Ni kupaza sauti hapa, ukitoka hapa unapaza sauti kwenye mtandao vile vile. Watu walioko mbali. Mimi nishapata ushuhuda watu walioko Kongo wanaona mahubiri haya. Walioko Burundi sijawahi kupata mtu kutokea Rwanda sijui labda. Lakini Burundi, Kongo, Zambia, Kenya hizo nchi umepaza sauti. Tulikuwa tunaenda kwenye Korinto. Mimi nikifika katikati nikaona hoja itapigwa mawe, ninaitafutia jiwe zito ninaishindilia. Ndio nikaona nirudi kwanza kwenye Yohana. Sikuwa nimeipanga. Hem katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 31. Anasema hivi. Kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Hakuna neno mapenzi moja kwa moja huko, lakini unaona kwamba ni kitu ambacho Mungu anasema ikitokea kuna mtu anataka kuwa na ufahari, badala ya kuwa na ufahari wa uzuri wake, badala ya kuwa na ufahari na utajiri wake,
Badala ya kuwa na ufahari na kabila lake, badala ya kuwa na ufahari, hapana, au na ufahari na Kristo wake. Wewe mwambie mimi na ufahari na Kristo. Wewe je? Sijui, labda. Sitakusemea wala sitakuuliza. Jiulize wewe mwenyewe. Hebu tusome katika kitabu cha Yeremia. Twende katika kitabu cha Yeremia mlango wa 9. Yeremia 9. Anasema hivi. Yeremia mlango wa 9 mstari ule wa 23 anasema hivi. Sikiliza Mungu anachosema. Bwana Mungu anasema nakubariki. Ndio Mungu anatubariki, lakini kuna maneno anayasema kwa uzito zaidi, ndio haya anaandika kwenye kitabu chake. Yeremia 9:23 anasema Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala wewe kama una cheo, ni mbunge, ni rais, ni waziri, usijisifu kwa vyeo hivyo. Na hata kama una mapesa yako, yale uyashibe vizuri, tutaona kitambi barabarani, na gari lako tutalijua. Uhitaji kusema kwa mdomo. Pesa zinajionyesha. Wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi, maana anajua Biblia. Mwenye kuona fahari, aone fahari juu ya Bwana. Wewe mwambie Mkristo wewe sikiliza. Labda uko mbali uko hapa. Hebu ona fahari juu ya kujua neno la Mungu. Ujisikie fahari. Ujisikie furaha. Ujisikie ushindi kwa sababu unajua kweli. Unajua wokovu. Unajua mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Ni mapenzi ya Mungu hoja nyingine. Bali na kuokolewa na bali na kumjua Mungu na kujua neno lake na mapenzi yake, lakini ni mapenzi ya Mungu watu wote watakaswe. Hapa ninachokisema somo la leo ni ni mume, ni mke, ni mtoto, kila mtu mwenye ufahamu. Wiki ijayo tutaona mapenzi ya Mungu ndani ya Mungu. Kwa nini amemfanya mwanaume akampa ndevu huyu akampa ndevu hata kama siku hizo anaziota? Kuna kitu alikitaka pale. Ni kipi? Dunia inataka kufanya ni wale hapana. Dunia itafanya anasema hata kama itafuka mpaka juu angani, lakini kweli ya Mungu itasimama. Ni mapenzi ya Mungu watu wote watakaswe. Tushinde dhambi, tuwe na miili ambayo ina uchache wa dhambi kwa kadiri inavyowezekana. Tukianza na mioyo yetu. Ni mapenzi ya Mungu tuwe na mioyo yenye furaha, upendo, matumaini, matunda ya Roho Mtakatifu. Na wewe nakuomba Mkristo na wewe sikiliza, ulioko mbali uko karibu. Hakikisha maisha yako, uwe unauma kansa, uwe unauma ukimwi, uwe unauma kichwa, uwe unauma nini, usiwe chanzo cha watu wengine kukosa amani. Hata kama unauma ukimwi. Ukiweza amani ukose mwenyewe. Ni mapenzi ya Mungu watu wote watakaswe. Biblia inasema katika kitabu cha Thesalonike wa kwanza. Thesalonike wa kwanza. Mlango wa 4. Thesalonike wa kwanza mlango wa 4. Tusome mstari wa 3 anasema. Anasema sikiza mapenzi ya Mungu. Hivi mnasikia maneno au mnasikia? Ni somo muhimu sana. Kwa hiyo tushaona mtu ambaye atakuwa hayajui mapenzi yake anapigwa. Aliyejifanya hayajui akajifanya tu tamani ilikuwa sijui ukagundulika ulikuwa unajua au ulichagua kutokujua unapigwa vile vile. Lakini hata yule ambaye hakujua yani alikuwa hajui kabisa lakini sio kwa kuchagua kwake basi tu hakujua anapigwa lakini anapigwa kidogo. Na tumeona ni wachache. Mstari wa 3 anasema maana Thesalonike wa kwanza 4:3 maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu ili kusudi kila mtu aweze kuwa na fani nzuri aweze ndicho alichoandika. Mapenzi ya Mungu ni ili kusudi wewe uweze kufanya kazi katika hoteli za kimataifa. Ndicho alichosema.
Mapenzi ya Mungu uweze kutembea dunia nzima, utoke Australia, huko Japan, huko Urusi, umesafiri huko Dominican Republic, huko wapi? Hapana. Haya anaanza kawa ni mapenzi ya Mungu lakini hayako kwenye Biblia. Na ni aina fulani ya mapenzi ya Mungu, sina shida naye. Mapenzi makubwa ya Mungu ni haya hapa. Nisikilize. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu. Mwepukane na uasherati. Wewe mwambie wale watu wanaotembea, anasema wana macho ya kutamani, wako uchi nusu uchi, wanakuwa wanafanya uasherati barabarani. Ndio anatembea anatikisa ili kusudi waone. Ule ni uasherati ule. Sio uasherati. Ni sio uasherati. Ni uasherati. Ni kudhibitisha kwenye Biblia tena. Akisikuwa nimelipanga, tunajua tunaelewa. Nikupeleke huko. Kama Biblia, kama muda unaniruhusu naweza nikakupeleka. Lakini muda sina. Ni mapenzi ya Mungu ni watu watakaswa. Na wewe mwambie huwezi kutakaswa nje ya neno la Mungu. Nikamee neno la mafua. Ili nisingeacha kuhubiri na mafua. Kila mtu anapata mafua. Msininyanyapaae. Mapenzi ya Mungu watu watakaswe. Watakaswe kana neno. Uwatakase kwa lile neno lako ndiyo kweli. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 17 mstari wa 10. Mapenzi ya Mungu, neno la Mungu ni watakase. Sio neno la wanadamu. Hivi ngoja niulize swali la kizushi, sio la kizushi, la kutafakari. Watu wanapoenda kwenye makanisa yao ya dunia hii, mengi yote sawa. Maneno mengi yanayosema pale ni ya wanadamu au ni ya Mungu? Wanakuwa yametoka kwenye Biblia au yanakuwa maneno mengi wanayokuwa naongelea pale. Wanakuwa wameyafungua kwenye Biblia au wameyatoa kwenye ufahamu wao? Kwenye ufahamu wao. Shua kabisa. Mapenzi ya Mungu watoto watakaswe dhidi ya hayo yote aliyoyasema. Leo. Mapenzi ya Mungu watoto watakaswe. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na hekima. Ni mapenzi ya Mungu tuyaishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu, neno utakatifu ni nini? Sio ile uliyosikia si ya kufa na kupitishwa kwenye mchakato, mara sijui umefikia hatua sijui ya mwenye heri baadaye ukatangazwa ni mtakatifu. Hapana. Utakatifu ni kutengwa na machafu na mawa ya dunia. Watakatifu ni watu waliojitenga na wamejitenga na ulevi, wamejitenga na uasherati, wamejitenga na uchafu. Anaweza kukutana nazo, anaweza, lakini sio wa sehemu, sio kwake. Petro wa kwanza 3:17 kwa habari ya utakaso. Mapenzi ya Mungu. Penzi la kwanza ni kwa nini? Kuokolewa dunia nzima. Penzi la pili nini? Kumjua Mungu na mapenzi yake ya neno lake. Penzi la tatu ni kutakaswa miili yetu. Kabla hatuongelea fani za watu, kazi za kufanya, sijui ni nini. Mimi kuna mmoja nasikia aliachana na ndoa yake, sija kaenda kwa ilikuwa ni mapenzi ya Mungu nitoke kwenye hii ndoa niende kumtumikia nifungue na kanisa. Mwanamke kahaba fulani. Nikahaba kabisa. Anashinda na akina Diamond. Kuna ushirika gani kati ya nuru na giza? Kuna ushirika gani kati ya Kristo na Beliari? Hakuna huo ushirika. Huwezi ukawa mshirika wako ni Diamond maabudu shetani, alafu ukasema unachunga na kanisa. Kwanza Mungu amesema mwanamke asichunge kanisa, lakini vile vile unatokaje kwenye hiyo ndoa yako? Nani ameelewa nilichosema? Uko ni kumsingizia Mungu. Sasa bora ufanye mambo yanayomuudhi Mungu ambayo sio mapenzi ya Mungu, lakini usiingize pia na kumsingizia. Uko ni inaitwa to blaspheme. To blaspheme the name of God. Ni swali chake nikumbusha vizuri. To blaspheme ni kufanya nini?
kulikufuru jina la Mungu. Kumkufuru Mungu. Nenda kakosea kivyako vyako, lakini usije ukasema kwamba haya makosa yangu niko nayafanya na Mungu ndiye aliyenituma nije kwenye madhabahu nidanganye hivi. Hapana, hapo umekufuru. Nenda bila kumuingiza Mungu. Usiseme Mungu ndiye akutuma. Sema mimi ndiye niliyekosea nika. Kuna mmoja anakuambia mimi ni Mungu duniani, watu wote waje waniabudu. Yuko hapo Mwanza. Wanainama wanamwabudu. Baadaye ukimuuliza anasema kwani ni Mungu? Anasema mimi ni mwanamke, alafu na siku zangu ninaziona. Sasa mbona watu wanakuabudu? Na upuzi mwingine siwezi nikausikiliza. Na watu wako tu. Hao ni watu waliokosa kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yao. Mtende katika Petro wa kwanza 3. Tulishakuwa kwenye Petro wa pili, tena kwenye Petro wa kwanza. Petro kaongelea haya mambo sana. Petro wa kwanza 3 anasema mstari wa 17. Petro wa kwanza 3 anasema mstari wa 17. Maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu kuliko kwa kutenda mabaya. Anasema ni mapenzi ya Mungu kama katika kutenda mema kwetu tulazimike kuteseka, tulazimike kuumia, tulazimike yaani kutokuwa na amani, lakini iwe ni katika kutenda mema. Ni mapenzi ya Mungu. Wewe mwambie kama kutenda mema kutakulazimu kupunguza bajeti yako ya chakula ili kusudi uweze kuwatendea watu mema, fanya hivyo. Ndicho anachosema. Kama itakulazimu kula maharage ambapo ungeweza kula nyama, hiyo hela ingeweza kununulia nyama ili kusudi mtu mwingine aweze kupata maji ya baridi. Mungu anasema hiyo ni mapenzi ya Mungu. Aina fulani ya mateso lakini ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni ili kusudi miili yetu uweze kuumia katika kutenda mema. Bali na kutakaswa. Tuliona kwenye Tesalonike. Petro wa kwanza tulikuwa tumesema 3, twende 2. Petro wa kwanza 2:15 anasema hivi. Anasema Petro wa kwanza 2:15 anasema hivi. Kwa sababu ndiyo mapenzi ya Mungu kwamba kwa kutenda mema mzibe vinywa vya ujinga vya watu wapumbavu. Wewe waambie hii dunia wapumbavu hawatapungua, wanaongezeka. Wewe waambie mtu anayemuonea asiyemuonea ni mpumbavu. Mtu anayemdhulumu asiyemdhulumu ni mpumbavu. Lakini Mungu anasema hawa wapumbavu kwa sababu wapo njia pekee ili kusudi wazibe vinywa, usiende nao ukafanya kama walivyofanya. Anasema mwenende katika njia njema ili kusudi muwazibe vinywa kwa. Anasema msilipe ubaya kwa ubaya, bali ipeni wema kwa ubaya mnaotenda. Mapenzi ya Mungu. Neno fulani ya vimateso fulani, yes or no? Ndio sio. Mbona kama vile niko peke yangu, umeelewa? Mimi nataka kuengage tuelewane. Siwezi nikakuhubiri bila kuelewana. Nitakugasi mpaka tuelewane. Mapenzi ya Mungu katika Tesalonike pia tulikuwa huko kipindi fulani. Mstari wa 18 anasema hivi. Mstari wa 18 Tesalonike 1 Tesalonike wa kwanza 18 anasema 5:18 Tesalonike wa kwanza 5:18 anasema shukuruni kwa kila jambo maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Yesu Kristo. Hapa ametumia neno kwa kila jambo. King James hajasema kwa kila jambo. Shukuruni katika kila jambo. Kwa lugha nyingine, muwe ni watu wenye mioyo ya shukrani katika hali zote. Leo hii kuna mtu unaweza kumtendea mema asikushukuru. Kabisa. Au na ukitaka watu wakushutumu jaribu kuwatendea mema. Ukitaka watu wakushutumu watendee mema. Ukimpa mkono anataka na kiwiko, ukimpa kiwiko anataka bega.
Kimpa bega anataka akubebe wote. Lakini Mungu anasema tujifunze kuridhika na uchamungu na utaua na kushukuru katika kila jambo, sio kwa kila jambo. Ndani ya kila hali tuwe ni watu wenye mioyo ya shukrani. Kwamba angalau nina hizi pumzi. Angalau naweza nikala hiki kidogo. Angalau naweza nikalala nikaamka. Daudi anasema nililala nikaamka kwa sababu Bwana alinitegemeza. Vinginevyo ningeweza kushindwa kupata hata usingizi. Neno la Mungu linasema. Tumalize kwa mistari michache kabisa. Sio mapenzi ya Mungu hatua ya 4. Kitu ambacho sio mapenzi ya Mungu ambacho wanadamu wangetegemea ningetumia risasi zima ninakisema. Sasa nakwambia hiki sio mapenzi ya Mungu. Sio mapenzi ya Mungu kufanikisha wanadamu kwenye mambo ya kidunia. Sio mahesabu yake makubwa. Yesu anasema msidhani kwamba nimekuja kuleta amani duniani bali mafarakano. Ndio. Anasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 16 mstari wa 26 anasema, "Je, itamfaidia sitaufungua kwa sababu mstari maarufu sana. Itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote?" Yale mambo labda fani yake mapenzi ya Mungu unatufundisha mapenzi ya Mungu katika fani yangu siji nini mapenzi ya Mungu kumbe nilikuwa niishi Ulaya ili joto la Tanzania basi tu nimejikuta tu basi lakini mapenzi ya Mungu hapana. Mungu anasema hivyo vyote ni sawa lakini sio hakuna havikumtoa Yesu Kristo mbinguni. Hicho mtoa Kristo mbinguni ni maisha yako ya milele yanayoanzia katika maisha yako ya kiroho. Itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini kwa ajili ya nafsi yake? Kwamba ni mapenzi ya Mungu mambo yetu ya kinafsi, nafsi zetu uzima wetu wa milele uwe salama zaidi. Haya mambo na mara nyingi vinaenda kinyume. Ukiona mtu aliyefanikiwa kimwili, mara nyingi kiroho anakuwa ameenda vibaya. Utawatafuta kwa vidole waliofanikiwa kimwili na kiroho, nao sio sana. Ibrahim, mimi ukiniambia niishi maisha ya Ibrahim sikubali. Nitakubali kiroho tu, lakini kimwili sio. Nikae nifikishe miaka 100 sijapata hata mtoto. Kwa hiyo hawakufanikiwa sana wale. Inasema hawakujenga hata nyumba, aliishi katika vinani, katika vibanda. Luka nilikuwa na mambo mengi. Biblia inasema katika nifungie pale mstari wa mwisho tu mengine nishasema. Hebu nisome katika kitabu cha Marko mlango ule wa 9 mstari wa 44 na kibizana kabisa. Nataka nimalizie hapa. Marko 9:44 anasema hivi na 46. Marko 9:44 anasema hivi. Mstari wa 43 anasema na mkono wako wa kuume kukosesha ukate ni afadhali kuingia katika uzima ukiwa kigutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu kwenye moto usiozimika ambamo humo funza wake hawafi wala moto hauzimiki na kadhalika. Mungu anasema ikikulazimu hata kuwa viungo vyako visiwe kamilifu ili mradi tu uweze kurithi uzima wa milele uepuke jehanamu ya moto. Sio mapenzi ya Mungu kufanikisha vitu mwilini ukawa na miguu yote miwili na magari na utajiri na mambo yako vizuri na nini lakini ukawa kuna nafasi katika uzima wa milele. Hili somo limeeleweka naamini. Nitakuwa nimesha hapa. Tutakutana neema tufunika tuangalie mapenzi ya Mungu katika maisha ya wanaume, mapenzi ya Mungu katika maisha ya wanawake. Baba, mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Naomba Mungu likatende kazi na mapenzi yako kusudia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.